akaenda akahudhuria mtu katika semina za elimu za kuelimisha namna ya kufanya ibada kama hiyo, mpaka mtu yoondoka yeye, badala ya kuongozwa katika ile grupu ya kwenda kufanya ibada ya haji mfano, ikawa yeye pia asaidia katika kuongoza, kiasi cha kuwa mwenye grupu aone kwamba grupu yangu safari wallahi nimepata wepesi sana, nimepata wasomi, nimepata watu wajua wana ilmu. Lakini mbali na hayo, tahadhari sana wakati itakapokuwa katika ibada yako umekosa roho ya ile ibada. Roho ya ile ibada ni kuwa ilmu, ni kuwa na ilmu ya tasawuf. Al-Imam Abu Hamid al-Ghazali katika kisa ambacho kama nimekisikia japokuwa sijakisoma, aidha ni yeye ama mwingine, amesimama nyuma yake nduguye yuwasali nyuma yake. Huyu ni Muhammad bin Muhammad, ndugu yake Ahmad bin Muhammad, ameswali nyuma yake, yuwasali, mara akavunda swali, hakumfuata tena. Masala ya kwamba alijuaje hawa masala mengine, lakini baada ya swala kumalizika ambaye kwani mbona kunifuata? Akamwambia siwezi kufuata, wewe mzima damu. Mimi mzima damu vipi shekhe? Nguo yangu safi. Ambaye wewe katika swala wafikiria masala ya hedhi mwanamke, kwa hivyo moyo wako ulikuwa damu. Yaani mtu hufika katika masala ya riadha, masala ya mazoezi ya nafsi yake, akawa ataisarifu nafsi yake na ataifinya nafsi yake, ikawa aiongoza nafsi yake kwa Mungu tu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala humfungulia asrar, siri tofauti ambazo kwamba zaonekana na yeye mwingine hazioni. Sisemi kwamba ufanye uingie na upate kufunguliwa hizo asrar, la, hizo asrar zitakuja zenyewe, zije zisije, lakini wewe kuwa na roho ya ibada. Roho ya ibada ingia katika ilmu ya tasawuf. Hii ibada baada ya mimi kwamba nimefahamu sharia, fiqhi, namna ya kuitekeleza, je, tasawuf yaniongoza namna gani?